Yeah, so time ya Bongo Trending ndo hii hapa saa 9 na dakika 28. Time ya Bongo Trending hii hapa, tunaanza kama hivi. So leo taarifa ya kwanza ambayo tunaanza nayo kwa hapa nyumbani ni kuhusiana na msanii wa Singeli anaitwa Dula Makabila, ambaye ameingia kwenye headline kufuatia video ambayo imepostiwa kupitia mtandao wa Snapchat, na Dula Makabila amenukuliwa akisema kwamba yeye anasema kwamba yeye amewekeza zaidi nguvu zake kwa waganga ili afanye vizuri kwenye muziki, kwa kuwa anaelewa kuwa hana kipaji kikubwa cha kuwavutia watu kama vile ambavyo watu wengi wamekuwa wakiamini kwamba Dula Makabila ni noma sana kwenye upande wa music kwa mujibu wake, sio mimi. Lakini kwa kulithibitisha hili kwamba Dula Makabila amesema mwenyewe kwamba yeye hana kipaji hicho ambacho watu wanazania kwenye upande wa kuimba ama Singeli, isipokuwa yeye amewekeza zaidi kwa waganga wake ambao wamemwezesha yeye kufikia hapa. Msikie mwenyewe Dula Makabila wakati anazungumza kwenye hiyo video ambayo walikuwa kwenye gari na baadhi ya watu ambao walikuwa wanatokea maeneo fulani hivi ambayo hayajulikani ni wapi. Sikia hapa, huyu hapa. Kibegi cha matumizi tu. Ni kwa leo. Sasa nilipanga nitumie na vijana wako kwenye gari wangu kutumia laki moja. Vijana wangu. Msimu galiama jamani. Dula, kwa nini unapata hela nyingi sana kwenye muziki? Kwa uchezaji gani? Tunaona video za kawaida nini? Unawekeza kwenye nini? Kama kafara ya dini kwa Masai. Ni milioni mpaka milioni. Kwa hiyo unaweza kumkua kwenye uchawi. Kwa mimi nikijiongeza kidogo tutapata hela kuliko. Sema una hela. Yaani kuna vitu unatania lakini kwenye swala hela mimi nimepitisha. Gari ngapi sasa? 5. Safi. Sawa, so huyo ni Dula Makabila kwenye kile ambacho amekizungumza kuhusiana na yeye kuamini zaidi kwenye upande wa waganga kwa mujibu wake. Na hiko ni kitu ambacho amekizungumzia kwa utani, lakini wapo watu ambao wanasema kwamba Dula Makabila ni noma sana kwenye upande wa imani, lakini hiyo ni sehemu tu ya utani kwa kuwa Dula amezoeleka hivyo. Lakini kama amemaanisha basi sawa, hakuna tatizo. Lakini Dula Makabila bwana, tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka 2025 aliibuka mshindi kwenye tuzo za Entertainment Arts Excellence Awards maarufu kama EAEA. Umeona, moja ya tuzo kubwa sana barani Afrika. So Dula Makabila amechukua hiyo tuzo kwenye kipengele cha Best Singeli Artist, na yeye mwenyewe pia kupitia mitandao yake ya kijamii pale Instagram aliandika, alhamdulillah, juzi nilishinda tuzo yangu ya 5 kutoka Kenya kwenye kipengele cha Best Singeli Artist. Asanteni sana mashabiki zangu wa Tanzania, Kenya na duniani kote kwa kuendeleza kutoa supporti, na wapenda sana. Asanteni. EAEA Awards Inc. kwa tuzo hii imefika na nimefurahi sana. Kwa maana huyo ni Dula Makabila, mwishoni peka akamaliza kuandika Call me King of Singeli. Akatoa shukrani zake pale kwa Basata Tanzania na wengineo wengi sana ambao waliwashukuru pale katika kuhakikisha kwamba Dula Makabila anakuwa ni moja ya wasanii wa Singeli ambao wana mafanikio makubwa sana kwa hapa nchini Tanzania. So ni taarifa ambayo imekuwa gumzo sana kulingana na kile ambacho Dula Makabila mwenyewe amekishare kupitia akaunti zake, kwa maana kupitia hiyo video ambayo imeonekana mtandaoni kwenye Snapchat. So tukiachana na taarifa ya Dula, taarifa nyingine ya pili ambayo hii imekuwa kubwa zaidi ukiachana na hiyo ya Dula ni kuhusiana na msanii Roma Mkatoliki ambaye ameikosoa CCM kwa kutumia beat ya wimbo wake bila ruhusa. Roma Mkatoliki ameshare hiyo video ambayo inamuonesha mwenezi wa CCM anayefahamika kwa jina la Kedani Kiongozi akifanya freestyle wakati wa mkutano wa kampeni zilizofanyika Ruangwa na kutumia beat yake bila kumlipa au kutoa kibali. Sasa kama walipitwa, hii hapa ndo freestyle ambayo alikuwa anaifanya
mwenezi wa CCM Kenan Kihongosi kupitia hiyo beat ya Roma ambayo ameilalamikia kwa kusema kwamba anataka CCM wamlipe. Sikia. Sawa, so hiyo ni video ambayo imeenda viral sana na Roma ameamua kuishare pia kupitia ukurasa wake wa Instagram pale, ambapo ameandika ujumbe mrefu sana ambao umewashtua watu wengi sana. So Roma ameandika, mnatumia biti yangu kwenye mikutano yenu, kampeni bila idhini yangu. Hilo ni kosa kisheria, yani copyright. Akaweka mabano pale kuonesha msisitizo wake wa kile ambacho anakimaanisha. Roma ameandika, nahitaji kulipwa stake zangu tafadhali sana, na hii sio mara ya kwanza, ni mara nyingi nimekuwa nikiona mnatumia hiyo beat yangu kwenye mikutano ya chama chenu. Najua pesa mnazo tena nyingi sana, nilipeni kwa kuitumia kazi yangu ya sanaa bila ruhusa yangu. Ni kosa kisheria kutumia kazi ya msanii public bila makubaliano yoyote kimaandishi. Tena public yenyewe ni ya mkutano wa vegetable, yani hapo ndiyo mmenitibua kabisa. Tena mnacheza wenyewe kwa furaha, hamna wasiwasi, mnafanya kurusha na mikono, wakati mimi nilitokwa machozi, jasho, damu kubuni kuproduce mdundo huo. Kwa unyenyekevu mkubwa natafuta mwanasheria tusaidiane katika hili, lazima niokote, sikubali. Wasanii wote wa nchi nzima mnaonyie kwenye chama chenu, si mtumie beat zao au hawana mdundo mkali. Kwenye hamnipendi, lakini kazi zangu mnazicheza. Nilipeni kama mnavyolipaga goli la mama. Sasa leo mmejikanyaga, lipeni beat la Roma. So hiyo ni taarifa ama andiko ambalo ameliandika Roma, ambalo ameliambatanisha na hiyo video ambayo imeonekana inamuonesha Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa na enjoy, lakini pia imeonekana pale Kassim Majaliwa ameonekana pale na wengineo wengi sana ambao walionekana pale, na waziri mkuu Kassim Majaliwa, lakini pia Dr. Kenan Kihongosi yeye ameandika pia kupitia ukurasa wake wa Instagram kwa kuandika kwamba hip hop ni maisha kuacha ni ngumu. Akaandika Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akifurahi na kucheza hip hop Ruangwa. Alafu akaandika mwishoni pale mtumishi wa wote. Baada ya hapo kwenye upande wa comments wamejitokeza baadhi ya wasanii ambao wali comment. Nimemwona Bilnas ameandika mwenezo makini, akaweka emoji pale ya moto. Alafu pia Maarifa Big Thinker ameenda comment wakaandika still hip hop. So ni baadhi ya wasanii ambao wanafanya muziki wa hip hop wameonekana ku appreciate kile ambacho amekifanya Mheshimiwa Kenan Kihongosi. Yeah, so hiyo ni moja ya ngoma kali sana ambayo ina muda mrefu sana tangu kutoka kwake, na leo ni Alhamis pia imechukua nafasi kwa maana imesikika, kwa sababu Alhamis zinasikika ngoma fulani hivi za zamani ambazo zimefanya poa. So imekuwa ni taarifa kubwa sana leo. Maoni yamekuwa ni mengi sana kuhusiana na jinsi ambavyo umiliki wa beats ama nyimbo unakuwa ni wanani. Ukiangalia Roma amejinasibu kwa kusema kwamba alitumia hisia kali sana katika kutengeneza hii ngoma. Kwa sababu watu wanajiuliza producer hii ngoma ana miliki beat ama Roma ndo anamiliki beat, lakini
Kwa msanii ambaye anamiliki hiyo ngoma, namzungumzia Baghdad ambaye alimshirikisha Roma, yeye hajazungumza chochote, lakini watu wanatamani kuona Baghdad atazungumza kitu gani. Lakini imekuwa ni issue ambayo imechukua maoni tofauti tofauti kulingana na jinsi ambavyo Roma ameielezea kupitia ukurasa wake wa Instagram, na watu wanasubiria sasa kuona majibu labda ya mwenezi Kenan Kihongosi atajibu nini, ama wenyewe Chama cha Mapinduzi kitajibu kitu gani. Lakini ni issue ambayo iko personal, kwa hiyo tunasubiria kuona kipi kitakuwa kipi. But kwa Roma kwa sasa hivi yuko zake pale nchini Marekani, anaendelea kuishi huko kulingana na jinsi ambavyo yeye alitoka hapa nyumbani kuelekea kule. Huo hapa ni wimbo wake akiwa na mwanadada ambaye anafanya vizuri sana kwenye upande wa hip hop nchini Tanzania. Hapa namzungumzia Api, wimbo unaitwa Namwachia Mungu kutoka kwenye albamu yake inaitwa Nipeni Maua Yangu iliyotoka mwaka jana kama sikosei. Moja ya ngoma kali sana ambayo ilisumbua sana kwenye hiyo albamu ya Roma. But ukiangalia Roma akiwa hivi karibuni ameachia ngoma inaitwa Abdul, ameshirikiana na Stamina, moja ngoma kali pia. Lakini hii hapa ndio imekuwa moja ya ngoma kali sana leo, nikaona tuondoke nayo kwa maana ya leo ni Alhamis. Basi ngoma ina mwaka mmoja nayo pia imeshakuwa old school, si ndio? Lazima tuenjoy nayo. Mimi naitwa Abdul, Instagram pale natumia Siao Abdul. Mpaka pale saa 11 kamili ndio ambapo itakuwa tamati. Lakini kwa sasa enjoy muziki mzuri, endelea kusikiliza Quality Time Big Bros Radio. SMG.